To imagine. Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili. Mwaka mmoja tangu maandamano ya kipekee ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 kufanyika nchini, tunaendeleza makala maadhimisho hayo. Leo hii tukiangazia wanawake waliokuwa mstari wa mbele kwenye maandamano hayo. Kabla ya maandamano, wanawake nchini walikuwa katika maandamano miezi michache nyuma kupinga mauaji ya wanawake aliyofanya maandamano ya kupinga mswada wa fedha kupata kundi ambalo tayari lilikuwa na motisha. Mwanahabari wetu wa makala spesheli Rosa Guto ametuandalia makala kuhusu wanawake waliokuwa mstari wa mbele kwenye maandamano hayo. Nyimbo za maandamano zilienea hewani, huku vito za machozi pia vikifyatuliwa. Yalikuwa maandamano ya kipekee. Wanawake wa kila umri walikuwa mjini wakipigania haki. Hawakuwa tu wanapinga ushuru, bali kupigania haki za wanawake, amani na miongo mingi ya kudhalilishwa. Walikuwa wanapigania kusikizwa. Wanawake walikuwa wameamua kutokuwa waathiriwa wa sera mbaya. Hivyo, maandalizi yakafanywa. Mitandao ya kijamii ilitumika vilivyo. Alama za reli katika mtandao wa X, video katika mtandao wa TikTok, WhatsApp, Facebook na Instagram. Mitandao hiyo haikutumika tu kukusanya watu, bali kuwafunza watu kuhusu vipengee ambavyo havikuwa vinaeleweka. Jina langu ni Agutu Rosa na haya ni makala ya wanawake waliokuwa mstari wa mbele. Maandamano ya mwaka jana Juni yalikuwa tofauti. Vijana walijitokeza kwa wingi. Wengine walitembea, wengine kutumia magari ya umma na wengine kutumia mbinu binafsi. Baadhi ya viongozi walitumia fursa hiyo kukejeli maandamano hayo. Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi wameshika simu ya iPhone, wanajiita Gen Z. Wanafika kwa maandamano na Uber. Wanatoka maandamano wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Huku baadhi wakitetea maandamano hayo. Mwanaharakati Njeri Mwangi alikuwa katika maandamano. It felt like the tide rose with everything that we've been fighting for. And finally everyone could see and could feel the need. And people rose to it to fight for themselves. While people may say, you know, I don't know what different people will say, but it felt like we were for once united in this struggle and everybody was there for themselves and they were fighting for their future. Kabla ya maandamano, wanawake nchini walikuwa katika maandamano miezi michache nyuma kupinga mauaji ya wanawake. Hivyo, maandamano ya kupinga mswada wa fedha yalipata kundi ambalo tayari lilikuwa na motisha. It gave more women more courage to come out because also how that finance bill was going to affect them. When you think about the tax on pads, on diapers, the things that women have no choice over. I don't have a choice on when I'll have my period or if I'll have my period this month. Kukamatwa wakati wa maandamano si jambo geni nchini. Hata hivyo, uoga upo kwa wale wanaojipata katika magari hayo ya maafisa wa polisi maarufu Mariamu. The moment you're thrown into the back of that Mariamu, I think everything changes. You are afraid you're on your own. You don't know when you'll get out. You don't know where you will be taken. You don't know if there's a dog's beating waiting for you. You don't know. Everything just is in the air and you're all alone. Even if you're with others, there's just a moment of loneliness that, oh my God,
You think about your family, you think about your parents, and the worry, and that who will tell them and what will they feel, and you want to be reassuring, but it's all scary. Anita Barasa, mwanaharakati wa miaka 19, alipata umaarufu baada ya video yake akimshauri mwanasiasa Raila Odinga kukaa nyumbani, kwani sasa ni wakati wa kizazi kipya ambacho kitamwakilisha. Agombo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agombo, please stay at home. We saw your efforts, okay? We saw everything that you did for Kenya. Now let us. We miss you, but Agombo, please don't even come outside. Don't come outside. Tunatoka on your behalf, okay? Agombo has always been my mentor at home where I'm from. He's always the light at the end of the tunnel. So I just had to tell him that his time for awakening the crowd had passed, for us to get up Sasindo to Mebaki. So we had to do our job, and I had to say something because no one was saying anything. So yeah. First of all, the economy will not crash when I just got to my good ages. So I had to be part of it actively, because if you're not part of politics actively, it'll you'll get entangled into it. So you just have to do something and get into it. And my friends were really a great source of support. They're also politically active, and yeah. Plus my roots. My dad is also very woke. First of all, before all these demos happened, I was a social media creator. So I had to bring whatever is happening in the country to my safe space, which was TikTok. And for my people who follow me there, they had to, I like to think that my community thinks just like me. So I had to bring it up on social media to push the agenda and maybe see if people are gonna come out more, because you can't wait on the news, and probably most youth don't watch the news anyway, so yeah. Je, ni athari gani wanawake hupitia wakiwa katika maandamano? From a woman's point of view, being robbed, men being men, plus all those the fumes that were going around everywhere. I personally have chest problems, but my chest problems won't stand in the way of my future. I think as a Kenyan woman, we face risks every day. Where we go, what time we get there, how we get there, what we wear, who we go with, you will always ask yourself, will I be safe? Depending on the option that you pick, right? And so protests are no different, because there's the added risk of what more could happen to you. Kwa muda mrefu, wanawake nchini wamekuwa wakipigania haki za binadamu. Hata hivyo, ni wachache hukumbukwa. I think during the protests, because we're, as a people, having more conversations around politics and governance, you definitely start to see sexism and misogyny rear its head. I wouldn't go into how the treatment of women versus men was during the protests, because I saw a lot of camaraderie, but that was my experience. But then if you look at digital platforms, and when people are calling out, as they rightly should, different members of parliament who happen to be men, one of the number one insults you'll see is that they'll tell them they're women, or they will Photoshop their photos onto a woman's body, as though to say being a woman is an insult, or the greatest insult you can tell a man. I think Kenyan women don't get their flowers for being at the forefront of all revolutions, not just June 2024. And women show up in different capacities. There are strong ones who are on the front line and are running and throwing back tear gas as well. And then we have mothers camping at police stations trying to demand for justice when it comes to how their sons were treated. There were generations where women could not open bank accounts without a man. They couldn't own land without a man.
Obviously, we see different versions of that oppression to date, but there was a time where a woman had to be rounded off to a man for basic survival. And so when I look at older generations of women from that lens, I kind of give them grace. Mimi hata afadhali muniue muashe watoto. Yeah, afadhali mtuue sisi wase. Mumetuashia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo, mama yake amewashwa na nani? Demonstration ya watoto wetu, it was peaceful. Awache watoto wetu wa demonstrate na wasikize. Finance bill hakuna kitu inamaanisha kwa hii nchi. Sio hiyo kubwa kuliko sisi, ama sio kubwa kuliko wazazi ama watoto. Mwaka 2014 wanawake nchini waliandamana baada ya mwanamke mmoja kuvuliwa nguo na manamba wa gari wakidai kwamba hakuwa amevaa vizuri. Miaka michache baadaye, wanawake pia waliandamana baada ya mwanamke mmoja aliyekuwa akimnyonyesha mtoto wake katika mkahawa mmoja jijini Nairobi kuambiwa atoke nje. Hatua hiyo ilisababisha wengi kujiuliza, akina mama wanaonyonyesha, je, wako salama? Mwaka 1999, Profesa Wangari Maathai aliyepokea tuzo la Nobel alipigwa walipoandamana kupinga ujenzi katika msitu wa Karura. Maandamano hayo yalifua dafu kwani ujenzi huo ulisitishwa. Kabla ya maandamano hayo, mwaka 1992 aliongoza kundi la kina mama ambao watoto wao walikuwa wamekamatwa kufuatia msimamo wao wa kisiasa. Wakati wa kupigania uhuru wa taifa, baadhi ya wanawake walikuwa mwituni na wanaume. Mmoja wa wanawake hao ni Field Marshal Muthoni wa Kirima. Baadhi ya wanawake waliingia mwituni, lakini kuna ambao mchango wao mkubwa ulikuwa kuwapelekea chakula waliokuwa mwituni. Mmoja wa wanawake hao ni Anna Wamuyu Kaburu, maarufu Sindariri. Alifanya kazi katika maboma ya wakoloni na alikuwa akiiba silaha akiwapelekea Maumau. Alibobea katika wizi huo na kuanza kutumia mabogi ya reli kusafirisha silaha hizo hadi kuzifikisha mwituni. Hapo ndipo akapewa jina Sindariri. Wanawake wengine walioshiriki pakubwa katika upiganiaji wa uhuru ni Njoki wa Shere, ambaye pamoja na wanawake wengine waliiba bunduki kutoka kwa walinzi wa vijiji maarufu Home Guards vilivyokuwa vimeandaliwa na wakoloni. Mwanamke mwingine ni Rebecca Njeri Kari, ambaye alikuwa kiongozi wa tawi la wanawake wa Maumau. Wamboi Waiyaki, ambaye baadaye alijulikana kama Wamboi Otieno, pia alikuwa na kundi la wanawake ambao walikuwa wakiwapelekea ujumbe muhimu na silaha Maumau wakiwa mwituni. Jamii ya Giriama nayo ilikuwa na kiongozi wao mwanzo wa ujio wa wakoloni. Mekatilili wa Menza aliongoza upinzani dhidi ya wakoloni. Akawa kero kwa wakoloni mwanzo wa karne ya 20, akakamatwa na kupelekwa gereza kule Kisii, eneo la Nyanza. Hata hivyo, inasemekana Mekatilili alitembea kutoka Kisii hadi nyumbani kwao pwani ya Kenya. Alikamatwa tena na kupelekwa Kismayu, Somalia, ambapo pia alitoroka na kurudi tena nyumbani. Alifariki mwaka 1924 na kuzikwa eneo la Bungale Magarini, kaunti ya Kilifi. Maandamano ya mwaka jana yalipeperushwa katika vyombo vyote vya habari nchini na kimataifa. Wanahabari walikuwa mstari wa mbele ili kuwapa picha kamili. Hata hivyo, kazi hii ilikuwa na madhara ya baadaye ya kisaikolojia. Marian Muganda ni mwanahabari wa shirika la Standard Media Group. Kwa sababu yeye ni mwanahabari wa masuala ya afya, alikuwa eneo ambalo waathiriwa walikuwa wanapokea huduma ya kwanza.
When I left the office, I was more than psyched. Like, oh, I am a Gen Z going to cover the protest, and then me in my white black t-shirt, sweatpants, and I was like so excited that I'm going to be part of something. But even though our editors reminded us that I ought to be a journalist first, so I was eager and looking forward to it until I got there. At first, it was just okay. People were marching, people were chanting, people were singing. As a health journalist, for me, I was sent on the section of Jamia Mosque where the doctors and the first aiders were. So I had to be there with them. It get me to check our main aim, our main job that particular day was to check the injured, how many, is there any person who has passed away, how fatal are the injuries, the ambulances coming in, how many people they are taking in and out, you see, and the bullet. Actually, we were supposed to, mostly because we knew how this country can get, we were recording bullet fatalities. As time went by, things were just getting ugly and uglier because police were seeing that this place, people are converging to be treated, to be done for first aids, to be taken care of, given water, those who are fainting and all. And the next minute, police themselves are also dispersing. Ilibidi atafute mbinu mwafaka za kukabiliana na mawazo. Sleeping wasn't part of it. You just have to like stay awake and be like, but for the rest of the days to come, I didn't want to come near anything to covering mini protest. I told myself I'm not going to. We are now just listening to stories of parents whose children were killed during that particular time. Now we have to listen to their stories because we have a choice. We have to report and write about their emotions. But you as a person, you have to be there and listen in and be like, and just offer what you can, which is sympathy. Would I want to cover something like that again? I'm not so sure. No, I don't think so. Will I want to be on the sidelines when it comes to it? Yes. But cover it? No. I think I've not still yet grown a tough skin for something like that. Maybe doctors' protest where it's at least somehow neutral and peaceful. That one I would. But this one, no. Chebet Birir pia ni mwanahabari wa shirika la Standard Media Group. Yeye hakuwa katika maandamano, lakini alihudhuria mazishi ya mwathiriwa wa kwanza wa maandamano Rex Masai. More pressure continues to mount on President William Ruto and his administration to resign so that justice for Rex and other victims of police brutality can prevail. Chebet Birir, KTN News in Machakos County. And I remember when I was assigned that story, I felt some sort of pain, because you can imagine the pain, the amount of pain the parents went through, knowing that your son was killed. He was not sick, and so even when I reached there at the venue of the burial, it was a somber mood, totally unusual somber mood. And I remember there was also chaos because of protesters. There was a lot of protesting around the burial site and outside the school where the burial was happening, and people were demanding for justice. I remember the speeches of the parents. The mother was so bitter, and I remember she actually said that whoever killed Rex should not have peace, should not ever have peace. So you can imagine the amount of bitterness when your child is killed. And being a mother myself, I actually felt that pain. Kama mwanahabari, ulikabiliana vipi na mawazo? Me as a journalist, you know, they say you separate yourself from the story. But it was not easy for me to separate myself from the story. I'm also a Kenyan. And of course, I feel it when there is brutality meted on my fellow Kenyans. And so I felt bad. Let me just summarize it that way. I felt bad covering the story, seeing the parents sad, seeing the siblings crying. Mazishi hayo yalimwathiri Chebet, kwani alikuwa amehudhuria mazishi ya jaji mmoja
Vilevile kuwa miongoni mwa waliokuwa eneo la Kware mili ya wanawake iliyokatakatwa ilipopatikana. One was the Kware murders. There was also, remember the Kware murders where the women's bodies were dismembered. And then there's also Rex. So covering subsequent death stories took a toll on me. And I actually remember I had to see a counseling psychologist to be able to overcome the trauma and just heal and be able to come back to work. Kando na changamoto za kisaikolojia, kuna baadhi ambao walipata majeraha. Mwanahabari wa shirika la Media Max, Catherine Kariuki, alipigwa risasi 3 katika paja lake la kushoto wakati wa maandamano. It was such a traumatic incident where at around 3 p.m. that's where I met this unfortunate incident where I was shot by a police officer. But fortunately, I was surrounded by my colleagues who helped me to rush me to one of the hospital facilities within Nakuru CPD for first aid, and later I was taken to Nakuru PGH Annex where I was operated on, and the 3 bullets were dodged out of my body. My physical mobility is not as it used to be. You can actually tell that I have had some injury, but that has not triggered me from to do my day-to-day activities. Now, when it comes to my mental health, it's a challenge almost 1 year down the line, because it's a process, and the fact that I'm still in the surrounding that incident happened. It takes longer to accept the reality, but I'm trying my level best, still going through my sessions with my psychologist, and I believe it's one step at a time, and eventually I'll get there. Not gotten my justice yet, but as per now, we've started a journey with my lawyer, and I believe and I trust that it is going to get me to my path through the justice. Ivan Somolo, askofu wa kanisa la All Saints Cathedral Nairobi, pamoja na wenzake walienda nje ya kanisa kuwashawishi maafisa wa polisi kusita kutupa vitoza machozi ndani ya kanisa. Women played a critical role. If you watch the footages, for the very first time in my life, I've seen women, younger ladies, 23, 24, and under 30, in the front line of protests, pushing for what is right. So yes, women played a critical role. But I think women can do more if they got more support. Unfortunately, we do not give them requisite support to enable them play that critical role. And I'd want to ask the churches to allow women more into leadership and even in advocacy, because most of the things that we talk about that inconvenience us, largely they are about women and children, yet it's men who are in the front line. Why can't we then allow more women to play that critical role in terms of agitation? Michael Oyaro, wakili wa haki za binadamu, anaeleza jinsi sheria inaweza kuwakinga waandamanaji. Under the Constitution of Kenya, we have the right to life, that's Article 26. We have equality and freedom from discrimination, that's Article 27. We have dignity, Article 28. We have freedom and security of the person, Article 29. We have right to a fair trial, that's Article 50. And the rights of an accused person, that's Article 49. These all apply equally to men as they apply to women. So any woman who feels they have been targeted, they have been mishandled, they have been handled in a way by the police that is contrary to the law or contravenes the right, can approach the High Court under Article 22. The High Court gets the powers under Article 23. To seek interpretation and get redress of their rights. And sometimes the court may order, may give a compensation, an injunction against the parties, amongst other remedies provided for the Constitution. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Nerima Wako
anaeleza alivyoshauriwa na maafisa wa usalama kutoenda maeneo yaliyokuwa na vurugu. It was like, wasichana hamfai kwa hapa nje hivi. Be careful. Kuna magunza hapa na wako na visu, and he was just like, msiende down hivi. Like he was warning us, don't go past Koja, don't go down in that direction, because if something happens to you, we won't be able to help you. He was like, just stay up on this side, but it's really, really dangerous. So by the time women are coming out on the streets, especially at that level of violence, there's that sense of fear of being attacked. And then secondly, you already appear the minority, you're the minority. All of a sudden, compared to June 25th, where it almost felt even in terms of the number of women and men, after that, it was just more men. There was just like an influx of men. So you already felt like you are this small minority. See, there's a decline, especially of young women entering politics. What I'm concerned about is the kind of women who are in politics right now. You almost have to have this, not even Iron Lady anymore, you're almost crazy to a level where people don't want to mess with you anymore. You're unpredictable. Some of them branded themselves as being these party animals, these wild women, which they're intelligent. Like, why do you have to portray this image of yourself to survive in politics? And it makes it harder for young women to join, because they're like, if that's what I have to keep up with, if that's what I have to portray, then, politics step aside. Wakati vituza machozi na moshi vilipofifia, kelele zilipopungua na miji ikanyamaza, jambo moja lilikuwa wazi. Wanawake waliokuwa huko walitia alama. Miaka ijayo, watu watakapoulizwa ni akina nani walihusika katika mabadiliko ya taifa, huenda majina ya wanawake hao yasikumbukwe, lakini mabadiliko walioleta yatawanufaisha wengi hata miaka ya baadaye. Aguturoza, KTN. Na bila shaka mtazamaji, ni makala ya kumbukizi kuu ya matukio ya mwaka 2024 haswa mwezi wa Juni tarehe 25. Na kwa taarifa hiyo ama makala hayo ndipo nakamilisha taarifa zetu za KTN leo wikendi Jumapili ya leo. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Merisha Witi. Alamsiki.